Leo ningependa kwa pamoja tuweze kujadili kuhusiana na taasisi ya ndoa. Taasisi ya ndoa inaonekana ni taasisi ngumu sana kuiishi. Ni taasisi ambayo imewapa watu wengi sana uoga. Na hii imefanya hata vijana wanakuwa wazito sana kukubali kuoa ama kuolewa. Nini kimetokea? Kwa nini taasisi ya ndoa inaonekana kuwa ni taasisi ambayo inaogopesha? Yaani ni kama kucheza kamari. Kwa nini? Nini kimetokea kwenye taasisi ya ndoa? Nini hasa chanzo cha vijana kuogopa kuoa ama kuhofia kuoa? Umesikia, yani unasikia hata kwenye ndoa kunahusishwa na mambo ya mali. Itakuwaje mali zangu? Tutagawana sijui 50 kwa 50. Yani taasisi ya ndoa imekuwa kama ni kucheza upatu hivi. Yani ni kama mtu anacheza kamari, ni kama upo na adui yako hivi. Yani nini sababu? Nini chanzo? Nini hasa? Nini hasa kinasababisha mambo ya namna hii? Sasa kabla hatujaendelea, wacha nikusalimie. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho haya kupitia channel ya Mikono ya Kristo. Nimeanza na mazungumzo yangu ya awali kuhusiana na ndoa. Ndoa nyingi zina migogoro. Nafikiri wengi wenu ni mashahidi. Ndoa nyingi zimekuwa na uhasama. Yaani wanandoa siku hizi ndio maadui wakubwa kuliko watu ambao hawana ndoa. Hii ni hatari sana. Hii ni hatari sana. Basi kwa sababu hii, wacha tuendelee kupeana maarifa mbalimbali ili wenye kurekebisha wapate nafasi ya kurekebisha, na wenye kubadilika, kwa maana ya kubadilisha mtazamo, wapate nafasi ya kubadilisha mtazamo. Swala hili ni zito sana, ni nyeti sana, lina mambo mengi sana. Mimi nitayaongelea kwa uchache. Wewe ambaye litakugusa, basi ulifanyie kazi kwa namna vile ambavyo utakuwa umeelewa, na kwa namna ambavyo Mungu atakusaidia kwenye kuelewa. Chanzo namba 1 kinachosababisha tumefikia hapa kwenye ndoa. Chanzo namba 1. Chanzo namba 1, malezi. Jinsi watoto wanavyolelewa kufikia ujana na kufikia umri wa kuweza kuoa na kuolewa, panatokea changamoto nyingi sana za kimalezi. Mtoto alelewi kuja kuwa mume bora. Mtoto halelewi kuja kuwa mke bora. Kipengele hiki peke yake ni kipana sana. Tukisema tukiongelee tutaweka madarasa mengi sana ambayo yatafundisha malezi. Lakini mimi nazungumzia tu kwa ufupi sana malezi. Unamlea mtoto wako kuja kuwa baba? Unamlea mtoto wako kuja kuwa mama? Unamlea mtoto wako kuja kuwa mume? Unamlea mtoto wako kuja kuwa mke, na si mke au mume tu, bali mume bora na mke bora? Hilo ni swali la msingi sana. Kumbuka na kukumbusha tu, malezi unayomlea mtoto wako wa kiume ama wa kike, hayo ndiyo ataenda kuyapeleka huko anako kwenda. Ndiyo atayokwenda kuyaishi huko anako kwenda. Ninakukumbusha. Kwa nini nimekukumbusha hapa? Unavyomfundisha mtoto wako wa kike kwamba baba yenu hafai, baba yenu hanisaidii, baba yenu ananitesa, baba yenu
ni 1, 2, 3. Elewa kwamba hicho ndicho ambacho mtoto wako atakipeleka huko anako kwenda. Hiyo ni sehemu ya malezi. Hivyo hivyo wewe baba ambaye unamlea, hata kama sio baba, ni familia nzima, baba na mama, mnamlea mtoto katika hali ya kulaumu. Kama baba unamfundisha mtoto wa kike ama wa kiume mafundisho hayo kwamba mama yenu 1, 2, 3, mama yenu 4, 5, 6, mama yenu hafanyi hiki, mama yenu. Matatizo yako na mke wako unayapeleka kwa mtoto wako. Kumbuka, mtoto wako atakwenda kwenye ndoa. Akifika kwenye ndoa atayapeleka hayo. Hatapeleka upendo, atapeleka uhasama. Mtu ataolewa kwa shinikizo au kwa tamaa, alafu ataingia na shinikizo lake na tamaa yake, lakini kichwani kwake kuna uhasama. Wa kiume anasema mama alimnyanyasa sana baba, mama alifanya 1, 2, 3, mama hakuwa mwaminifu. Na yeye anasema na huyu naye inawezekana hatakuja kuwa mwaminifu. Na wa kike hivyo hivyo, anasema baba alimtelekeza mama, baba alimwacha mama, baba alitutesa sana, na huyu vile vile anaweza akanitesa. Tayari wameingia kwenye ndoa wakiwa na mitazamo waliotoka nayo nyumbani kwao. Sasa inaweza wasikutane wenye mitazamo wote ya aina hiyo, lakini hata mmoja tu akiingia na mtazamo wa aina hiyo, maana yake hicho kitu atakileta kwenye hiyo ndoa, na hiyo ndoa lazima italeta shida. Kama baba ulificha mali ukamficha mama, na yeye huko kwenye ndoa yake atafanya hivyo hivyo. Na kama mama ulificha mali ukamficha baba, na yeye huko kwenye ndoa yake mtoto asiamekiona, atafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo chanzo namba 1, malezi. Namba 2, msingi. Watoto wanaokwenda kukua kwenye ndoa, wanaelekea kuwa vijana wa kuoa na kuolewa, wana msingi gani ambao utawasaidia kwenye ndoa yao? Na hapa kwenye msingi nataka niseme hivi: Mungu aliumba mwanadamu mke na mwanadamu mume. Mungu aliumba mwanadamu mume na mwanadamu mke, na alikuwa na kusudi kubwa tu, kuitengeneza taasisi ya ndoa. Katika kusudi hili Mungu amesema, nitamfanya mwanamke yule ambaye atakuwa msaidizi wako. Kwako wewe baba, atamfanya mwanamke ambaye atakuwa msaidizi wako, tena si msaidizi peke yake, bali wa kufanana na wewe. Hili jambo ni nyeti zaidi. Ukiachana na malezi, Mungu anasema atakuletea wa kufanana na wewe. Maana yake ni kwamba yule ambaye mtaendana katika maisha yenu. Jambo nyeti sana sana sana. Jambo hili linaweza kuwa limechukua 70% ya migogoro yote ya ndoa. Hili jambo nalizungumza hapa, inawezekana kabisa limechukua 70% ya migogoro yote ya ndoa. Kwa nini? Watu wengi wameoa wanawake wasio wa kwao. Huo ndio ukweli. Watu wengi pia wameolewa na wanaume wasio wa kwao. Yaani yule mwanamke ambaye Mungu alikuumbia sio uliyemuoa. Yule mwanaume ambaye Mungu alikuumbia sio ambaye umeolewa naye. Na kufafanulia zaidi hapa, mimi
Nitajitolea mfano wangu mimi mwenyewe. Mimi nafanya kazi ya kitumishi. Mimi ninafanya kazi ya kumtumikia Mungu kupitia mafundisho haya ninayofundisha, na maombi na maombezi na kutafsiri ndoto na karama zingine nyingi ambazo Mungu anazitumia kwangu. Unafikiri mke wangu anatakiwa aweje? Hapo ndio kwenye swali. Mimi natembea kwenye maono ambayo Mungu amenionesha maono hayo. Kwa hiyo mke wangu anatakiwa atembee na mimi kupitia maono ninayoenda nayo, kwa sababu ndiye tumekuwa mwili mmoja. Lazima tutembee katika njia inayofanana. Zingatia sana hili. Zingatia kweli kweli. Sasa kama mimi natembea kwenye njia ya ualimu wa neno la Mungu, kama mimi natembea kwenye njia ya mafundisho ya neno la Mungu, je, mke wangu anaweza akajishughulisha na mambo ya duniani peke yake? Yaani kwamba mimi wakati nafikiri kuandaa somo, wakati nafikiri kufundisha, nifanyeje ili huduma iende vizuri, nikae vipi na Mungu ili anitumie sawa sawa, mke wangu hayupo. Yupo kwenye biashara zake huko. Yuko kwenye biashara, sijui anasafiri, anakwenda mara sijui mikoani, mara anazunguka huku na kule. Unategemea kwamba nani atakayekuwa mshauri wangu namba moja katika kazi? Mshauri namba moja katika kazi anapaswa kuwa mke wangu. Anapaswa kuwa yeye ndiye wa kuniambia, mume wangu, hapa unaenda sawa sawa, hapa uendi sawa sawa, hapa twende hivi mume wangu, ili twende sawa sawa. Ndio maana katika baadhi ya makanisa unaona kitu hiki kinaoneshwa wazi wazi. Kwa mfano, baba mchungaji anakuwa na mama mchungaji. Huyu mama mchungaji ameipokea hii automatiki, yani yenyewe, kwa sababu mume wake ni mchungaji. Hata kama mama huyu sio mchungaji, ila kwa sababu tu mume wake ni mchungaji, basi huyu atakuwa mama mchungaji. Na mara nyingi sana wanatembea pamoja. Hiko ndo kitu ambacho ninajaribu kukuambia. Sasa wewe umeitwa katika kusudi la kumtumikia Mungu katika karama ya kuhurumia. Yaani umeitwa kuwahurumia watu. Yaani maono yako ambayo Mungu amekuwekea uyafuate ni kuhurumia watu. Alafu unaenda kuoa mwanamke ambaye hana huruma, ni mkatili. Mwanamke ambaye hana upendo. Hapo utakuwa umefanya kitu gani? Kwa vyovyote karama yako utaiendesha kwa shida. Maisha yako ya ndoa yataenda kwa shida sana, kwa sababu unatembea na mtu ambaye hampo njia moja. Yaani hamneni mamoja, hamwazi mamoja, kila mmoja anawaza la kwake. Ndoa hii lazima ilete shida. Huu ni msingi mkubwa sana, na watu wengi sana wamepotea hapa. Yaani wakati wewe unawaza kukuza biashara, wakati wewe unawaza mfanye kazi ya kupanua wigo wa biashara ili muwe na maduka mengi au viwanda au vitega uchumi vingi, wewe kama mwanaume, manake mke anatakiwa akushauri, awe ni mshauri wako, hata kwenye maombi, hata kukuombea, hata kukuambia kwamba mume wangu nakuombea, nitakuombea kwa ajili ya hili, ili Mungu afungue njia. Yeye ndo anakuwa mwizi. Yaani wakati unaangaikia kukuza uchumi, yeye anaangaikia kunyofoa fedha kuzipeleka nyumbani kwao. Yaani taasisi imevunjika, ufalme umefarakanika. Wewe unakuza familia, yeye anatengeneza changamoto, anatengeneza tatizo, anachukua fedha anapeleka nyumbani kwao, ama anachukua maneno ya nyumbani anapeleka kwao, wanamshauri, anaanza kujenga kwao. Anaanza kuwalisha watoto maneno ya sumu kwamba kuna 1, 2, 3, baba yenu ni hivi na hivi na hivi,
baba yenu ni vile vile na vile. Mfano, nakupa mfano. Manake nyinyi hamtembei pamoja. Sasa hili linasababisha sana ndoa nyingi kukosa amani, kwa sababu huyu anasema hili, yule anasema lile kule. Mume anakwenda kazini, mfano anakuambia mke wangu, nitakufungulia biashara ndogo ndogo labda hapa nyumbani, au nitakufungulia kigenge hapa nyumbani. Yule anatafuta fedha kule, anaileta nyumbani. Amekufungulia kigenge sio kwa maana ya uzalishaji sana, ila kwa maana uwe busy kidogo na wewe usikae peke yako. Mambo ya nyumbani yapate kwenda vizuri, watoto pate kuangalia kwa ufasaha. Unaona siku hizi kuna changamoto. Nasikia mambo ya artificial intelligence, akili mnemba ni tatizo kubwa sana linalokuja. Maarifa yanazidi kuongezeka, alafu watoto wenyewe hawana maarifa. Wazazi bize, kila mzazi anatafuta fedha. Watoto wanakuwa jinsi ulimwengu unavyotaka wakue, sio jinsi wazazi mnavyotaka wawe. Lakini ni kwa nini? Ni kwa sababu hakuwepo mmoja wa kusaidia kulea watoto, kuangalia watoto kwa ukaribu ili waweze kufikia malengo yao. Hamtembei njia moja. Sababu ni nini? Umeoa mwanamke sio wako, umeolewa na mwanamume sio wako. Wacha nikupe mfano mmoja. Leo unasema mimi siwezi kumvumilia mwanamke huyu, mimi siwezi kumvumilia mwanaume huyu, wacha tuachane. Hata kama mwachani, mnaishi maisha ndani ya nyumba, lakini sawa sawa mmeachana. Unaweza kuwa na bosi, unafanya kazi ofisi fulani, unalipwa mshahara. Inawezekana huyo bosi ni mkorofi, inawezekana kabisa, lakini haujaacha kazi mwaka wa 10. Umeshajiuliza kwa nini hujaacha kazi mwaka wa 10? Sababu ni moja tu. Changamoto za bosi wako hazikuzuii wewe kufanya kazi, hazikuzuii wewe kushindwa kuendelea kufanya kazi. Na kwenye ndoa ni hivyo hivyo. Changamoto za mume au mke zisikusababishe wewe kuona ndoa haifai. Yani ndoa itaendelea kuwa na amani, ijapokuwa mnaweza kuwa mnapitia changamoto 1, 2, 3. Ndio mfumo Mungu ameweka. Ikiwa utaoa mtu ambaye anakuhusu, hamwezi kuachana. Ukiona unaoa mwanamke alafu inafikia hatua mnataka kuachana, ama kama nilivyosema mnaishi ndani ya nyumba lakini ni sawa sawa mmeachana, huyo sio mwanamke wako. Possibly kabisa. Yani uwezekano ni mkubwa kabisa kwamba huyo si mwanamke wako. Hakuna changamoto yoyote kwenye ndoa ambayo itashindikana kutatulika ikiwa huyo mwanamke ama huyo mwanaume ndiye Mungu aliyekupatia. Hakuna. Kwa sababu Mungu hakuileta taasisi ya ndoa ili ivunjike. Sasa nini kinasababisha kufikia kuivunja taasisi ya ndoa? Nini kinasababisha? Chanzo nini? Kwa hiyo chanzo kikubwa ni wewe kuolewa ama kuoa mtu asiye wa kwako. Hii changamoto kubwa sana. Na changamoto hii, angalia wazee wa zamani walikuwa wanatumia mbinu za kizamani za jadi, lakini zilikuwa zinawasaidia. Walikuwa wanatafuta watu wanaofanana tabia, na hiki ndicho Mungu anatengeneza hata kwetu mpaka leo. Walikuwa wanatafutaje? Kwa mfano, kijana ni mchapakazi, si anaonekana kwenye kulima, kwenye shughuli za kila siku, mwanetu ni mchapa kazi. Halafu binti anayekwenda kumuoa mvivu, ama familia anayotokea ni familia ambayo ni wavivu. Wazazi kwa namna yote wasingekubali mtoto wao aende kwenye hiyo familia, na wangemweleza kwamba wewe ni mchapakazi ila familia wanayoenda ni wavivu. Itakusumbua. Kwa nini? Kwa sababu mchapakazi anayechapakaza anategemea akishaleta matunda huyo ayapokea, aweze kuyachakata, yazidi kuwa bora zaidi. Sasa akiwa mvivu, mchapakazi anakwenda shambani, anafanya kazi za shambani, mama haendi shambani, anarudi tu nyumbani, mama yuko tu nyumbani amelala au hana shughuli ya kufanya. Maendeleo lazima yawe magumu kwa sababu uliye naye ni mvivu. Ndivyo ilivyo. Sasa hizo zilikuwa ni mbinu za zamani. Haya, kuna wengine
wao hawaoi mpaka waende kutazama nyota. Mimi wala si walaumu, wamekosa tu maarifa. Ndio yule shetani ambaye anajifanya kuwa malaika wa nuru. Wanaangalia nyota, tutaishije maisha, nyota zenu zinaendana, nendeni. Maana yake mna nafasi kubwa ya kuvumiliana kwa sababu maisha yenu yanaendana. Ni njia mbaya, haipaswi kufanyika. Ila mimi nakufundisha njia hizo mbaya zinazotumika. Ikiwa watu wa njia mbaya wanatumia njia zao mbaya alafu wanaishi, itakuwa ni aibu kabisa wewe ambaye unamjua Kristo alafu hujui cha kufanya. Ndio maana nakupa hii mifano kwamba ujiulize, yule ni mtu mbaya, yule ni mchawi, wao ni watu wa 1 2 3, lakini wanaishi vizuri, ndoa yao inaenda tuna miaka 30 40. Wewe umefunga ndoa kanisani, unamcha Mungu, unamtumikia Mungu vizuri, ndoa ina miaka 2 tu, mgogoro. Sasa kwa nini sikupe hiyo mifano? Kwa hiyo nakupa hiyo mifano ili uweze kukusaidia kujua ya kwamba kuna namna ambayo imekosekana katika kumtafuta Mungu, katika kuishi maisha ya kumtumikia Mungu. Ndio maana ndoa nyingi zinaonekana zina migogoro. Migogoro katika ndoa sio mpango wa Mungu. Hili ningependa kila mmoja alifahamu. Mungu ametuumba tumtumikie, tuishi ndoa takatifu na ndoa aminifu ya kufurahiana. Kutokufurahiana ni matokeo ya mafundisho mabaya, malezi mabaya na msingi mbaya. Kitu kingine, unapanga kuingia kwenye ndoa wakati tayari umeshaenda kushiriki tendo la ndoa. Umezini na huyo mwanaume na umezini na huyo mwanamke. Mlioyapata huko yamekuchanganya akili yako kiasi kwamba umeona huyo ndiye anayefaa. Sikiliza. Ndoa ni zaidi ya tendo la ndoa. Ndoa ni zaidi ya uzuri wa mtu. Ndoa ni zaidi ya fedha mtu alizonazo. Ni zaidi ya hayo. Ndio maana wapo wenye fedha hawana ndoa, ama ndoa zao zilishavunjika siku nyingi. Wapo wazuri wengi sana wameachwa na wameachika. Wapo wenye fedha, wapo wazuri, wapo ambao wana shepu za kila aina, lakini hawana ndoa. Na sio tu kwamba hawajaolewa au kuoa, ndoa zimevunjika. Kwa hiyo wewe umeingia kwa tamaa, umeenda kufanya tendo la zinaa, ukapewa pesa, ukafurahia. Kwa wakati huo uko kwenye eneo lako la kuona kwamba ni sawa sawa. Ndoa ni safari ya miaka, ndugu yangu. Inahitaji kujua misingi mingi sana huko mbele ya safari. Nini kinaweza kikatokea? Unaenda kuwa nani huko mbele ya safari? Utaishi maisha yapi? Sasa wewe umechukulia maisha ya kimapenzi huko mtaani, unaleta kwenye ndoa. Ndugu yangu, ndoa ni habari nyingine kabisa. Taasisi ya ndoa ina mambo mengi ambayo ulipaswa kuyajua kabla ya kuingia kwenye ndoa. Mama, wewe unafahamu kwamba wewe ni mlezi, unafahamu kwamba wewe ni mwalimu, unafahamu kwamba wewe ndio mshauri, muona maono, msapoti maono ya mume wako. Baba, wewe ni mchungaji. Baba, wewe ni mlezi. Baba, wewe ni muombaji pia wa familia yako. Baba, wewe ndio provider, ndio mtoaji wa familia yako. Hayo unayafahamu? Maana hayo ndio yanafanya kazi zaidi kwenye ndoa kuliko hata hayo mambo mengine ya mapenzi na tendo lenyewe la ndoa. Haya yanafanya kazi kila inapoitwa leo. Yaani kila inapoitwa leo kuna kupokea, kuna kutoa. Kuna kulisha, kuna kulishwa. Kuna kusomesha, kuna kugharamia. Hayo yote hayo yanafanyika kwenye nini? Kwenye ndoa kila inapoitwa leo. Sasa unaingia kwenye ndoa, mapenzi yanapoa, kuna vitu lazima vifanyike. Kula, mtu apoi kila siku anakula milo 3, 4, 2, lazima ale. Sasa wewe unang'ang'ania kwenye mapenzi, hela ya kula hamna, unategemea kitatokea nini? Kazi hamna, unategemea kitatokea nini? Uwezo wa kuprovide hauna.
uwezo wa kupokea maono ya mumeo hauna. Yani mume wako anafanya kazi kubwa, wewe huoneshi kwamba una provide chochote, yani hauoneshi uwepo wako, kitu ambacho Mungu hakukuumba ukakae tu kwenye nyumba. Mungu alikuumba uoneshe umuhimu wako kwa mume wako, ambaye yeye ndiye ana vision na hiyo familia. Amepewa maono, yani kuongoza maono kwenye hiyo familia. Sasa mtu wa kumsapoti ndio wewe mwanamke, hauonekani unamsapoti. Matokeo yake unakuwa wewe ndio kikwazo katika kazi yake, kikwazo kwenye maisha yake. Unategemea hiyo ndoa, hiyo furaha itatokea wapi? Hakuna. Wengine mmeingia kwenye ndoa kwa shinikizo la umri, mali, mahali, wazazi, au mwingine ameolewa wewe bado, au mwingine ameoa wewe bado, mna mashinikizo. Sasa mashinikizo umeingia nayo kwenye ndoa, anakutana na vitu ambavyo wala ukivitarajia. Unategemea nini kitaenda kutokea? Migogoro. Kwa hiyo ukiona ndoa na migogoro, haya ambayo nimeyasema lazima yatakuwa yanahusika kwa namna moja ama nyingine. Wewe ndoa yako ipo wapi? Kwa hiyo wewe kama umeoa ama umeolewa na mtu ambaye sio wa kwako, omba tu huruma ya Mungu. Hamna namna, kwa sababu ndoa ya kanisa, ndoa ya Kikristo haivunjiki. Kwa hiyo omba huruma ya Mungu, endelea kumsihi Mungu akusaidie ili muweze kuendana. Hata kama umeoa mwanamke au umeolewa na mwanaume ambaye sio wa kwako, Mungu akusaidie muweze kuendana. Abadilishe tabia muweze kuendana, kwa sababu hakuna namna. Kwa hiyo kijana unayejiandaa kuingia kwenye ndoa, aidha kuolewa ama kuoa, uwe makini katika mambo haya. Huyo unaenda kuolewa naye ndiye Mungu amekuchagulia. Unatumia mbinu gani kumtafuta mwenzi wako? Sala zipo nyingi sana. Maombi ya namna yako mengi sana ya kumsihi Mungu akwambie kwamba huyo ndiye ambaye nimekuitia kwake. Huyo ndiye mke wako, huyo ndiye mume wako. Unapaswa kuyajua hayo. Na kuto kuyajua haya ndiye amesababisha ndoa inaonekana ni uhasama. Ndoa ni zaidi ya mali. Kwa hiyo ndoa sio habari ya fedha tu. Lazima mtembee kwenye njia moja. Hakuna namna nyingine yoyote. Yani ili ndoa iwe imara, lazima mtembee kwenye njia moja. Njia ambayo mtakubaliana kama familia, tunatembea kwenye njia hii, lazima mtembee pamoja. Mkianza kutembea kila mmoja na njia yake, hiyo ndoa lazima itakuwa na migogoro. Nimekusudia kushare na wewe jambo hili, kukuletea somo hili ili walau uchukue kimoja kati ambavyo vingi nimevifundisha. Inawezekana kimoja kati ya hivyo kinakutatiza. Kwa hivyo Mungu akutie nguvu, Mungu akujalie neema ya kuelewa somo hili, uweze kujua namna gani ya kufanya, namna gani ya kuishi, namna gani ya kuingia kwenye ndoa kama bado haujaingia kwenye ndoa, ili usije ukapata matatizo ya watu wengi sana siku hizi. Na nikuhakikishie tu neno la faraja, sio kila ndoa ina migogoro kama unavyofikiria. Kuna ndoa zina amani sana, kuna ndoa zina furaha sana. Sio kwamba wapitii magumu, wanapitia, lakini amani haijawahi kupotea, furaha haijawahi kupotea. Mungu akubariki kwa kufuatilia mafundisho haya. Share kwa wengine mafundisho haya, washirikishe wengine mafundisho haya, nao wapate kubarikiwa kupitia mafundisho haya. Na wewe Mungu akuzidishie neema mbalimbali kwa kushare mafundisho kwa wengine ambao pengine wangetamani kupata mafundisho kama haya, wasiyapate huko aliko. Kuna namba za simu hapo, unaweza ukatupigia kwa ushauri, ama kama una jambo ambalo linahitaji msaada zaidi, tupigie, tutakuhudumia. Wewe ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho haya kila siku, bado haujasubscribe kwenye channel yetu, jitahidi kusubscribe, jitahidi kushare, jitahidi kucomment. Unaposubscribe na kubonyeza ile alama ya kengele, inakusaidia
kuwa wa kwanza kupata mafundisho pale tunapo ya posti. Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako kufuatilia mafundisho haya. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Kwa niaba ya timu nzima Mikono ya Kristo, ninasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.